tukisikia ni harusi tufurahi, maana sio rahisi kumpata. Vigezo huwa ni vingi kukubali, mara mfupi mweusi simtaki, wengine sitaki mweupe. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Amina. Unaitwa nani? Mimi naitwa Royce Jeremia. Sawa, mimi naitwa ni mwinjilisti Melkiadi Siringi, ni mwandishi wa habari wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania kwa wainjilisti katika diocese yetu ya Mwanza. Leo tuko katika hafla ya mwinjilisti. Wewe kama muumini wa kanisa hili, umeipokeaje hii hafla? Hafla hii nimepokea vizuri sana, kwa maandalizi mazuri, na karibuni wageni wote. Unawaambia nini watu wote ambao wamekusanyika hapa kwa siku hii ya leo? Wajisikia amani kwa tukio ambalo tunalo mpaka sasa. Nikushukuru sana kwa sababu umejisikia amani na watu. Nyama zipo, lakini hebu unaweza ukasema hapo kuhusu nyama, labda watu wanaweza wasishibe, ili tuweze kupata picha kamili. Nyama kwa wingi, kuna pilau, kuna kila kitu, yani matunda, kila kitu. Sherehe iko vizuri. Hapa kanisani wewe una wazifa gani? Nipate kujua ili sasa niwe na uhakika wa kile ninachokisema. Amina, mtumishi wa Mungu. Hapo naongea na mwenyekiti wa idara ya kina mama. Asante sana. Nishukuru kwa kanisa la mahali hapa linazingatia itifaki. Hapa nilikuwa nazungumza na mwenyekiti wa idara ya wanawake. Niombe sasa, kwa sababu nimezungumza nikapate majibu tena mengine kwa mshirika wa mahali hapa. Baba, angalau sasa nidhibitishe maneno haya kama haya yanayosema kweli, kwamba tunaweza tukapata nyama za kutosha kwa mujibu wa maelezo ya mwenyekiti wa idara wa mama. Kanisa limepokea vizuri hii hafla. Mungu aendelee kuwawezesha sana. Bwana akubariki sana. Amina sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina mtumishi. Mimi ni mwandishi wa habari wa kanisa la Africa Inland Church kwa mwinjilisti. Leo hapa tuko kwenye hafla ya mwinjilisti Amos Mashimba Makeja hapa Nkalalo. Sasa nimeongea na mwenyekiti wa idara, akasema nyama zipo za kutosha. Wewe sasa nilitamani kujua kwa majina unaitwa nani na hapa kanisani wewe ni nani? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza napenda kushukuru sana kufika mwandishi wa habari katika eneo letu hili la kanisa la AICT Nkalalo. Kwanza karibuni sana, pamoja na wageni wote watakaofika kwenye hafla hii, na wakaribisha sana. Awali ya yote, baada ya kumaliza kuwakaribisha, sasa kama alivyosema mwenyekiti wa idara kwamba kutakuwa na nyama za kutosha kwa ajili ya wageni ambao tayari kanisa limejiandaa. Pia watu wote na wananzengo wote tunawakaribisha kwenye hafla ya mtumishi. Kwa majina naitwa Simeon Peter Galani, ni katibu msaidizi wa Local Church ya Nkalalo. Asante sana, nishukuru kwa sababu naongea na mtendaji, na ukisikia ni mtendaji maana yake kila mambo ya hapa yeye analatibu mambo yote yaliyopo hapa. Sasa swali langu la kujiuliza kwamba nyinyi kama kanisa mmepokeaje hii hafla ya mwinjilisti wenu ambaye sasa anabariki ndoa yake? Ni tukio maalum kabisa. Nyinyi kama kanisa na wewe kama mtendaji na ofisi ya katibu, umelipokeaje hili jambo? Kwanza hili ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Maamuzi aliyoyachukua mtumishi, amefanya maamuzi mazuri. Tumepokea maamuzi yake baada ya kuliletea kanisa, na pia kanisa likapokea, nilikamuunga mkono, na tutaendelea kushirikiana naye kuhusu hafla hii ya kubariki ndoa yao. Amefanya jambo la muhimu mbele ya kanisa na mbele ya utukufu wa Bwana. Asante sana katibu. Hapa kanisani mwinjilisti amebariki ndoa. Unawaambiaje sasa kanisa ambalo sasa mnaliongoza wewe pamoja na mwinjilisti, unawaambiaje washirika wengine kuhusiana na ndoa zao ambao bado hawajabariki na wengine bado hawajafunga? Una neno la kusemaje? Mwandishi, ninalo neno jema kwa ajili ya wale ambao bado hawajafunga ndoa, ili wajifunze kupitia mtumishi. Ni mfano hai, ni mfano wa kuona kwa macho ya nyama, pia ni mfano wa kuona kwa macho ya roho. Na waomba na wengine ambao hawajafanya kazi hii, tumshirikishe sana Bwana ili tuweze kubariki ndoa zetu ziingie katika utukufu wa Bwana. Asante sana, nikushukuru. Mungu akutie nguvu, na sisi tunatamani kuendelea kuziona hizo nyama. Amina.
Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Niombe sasa kuchukua fursa hii kuendelea kuwaona na kuzungumza na watu waliopo mahali hapa, wanasema nini juu ya hafla hii ya mtumishi wao. Niombe tuendelee kuona watu wengine ambao tutakaowafikia ili tuendelee kupata habari zao wanasemaje. Mahali hapa tupo na wamama wengi ambao wanaendelea kusherekea hafla hii fupi, lakini sasa nilitamani nizungumze na mama mmoja baada ya mwingine kwamba yeye kama yeye anajisikiaje kuwepo hapa mahali hapa. Mama, unaitwa nani? Naitwa Veronica Joseph. Unatokea wapi? Natokea Nkalalo Center. Uko jumuiya ipi? Najua AIC mna jumuiya. Wewe ni jumuiya gani? Sinai. Wewe ni jumuiya ya Sinai. Umeipokeaje hii hafla ya mwinjilisti wenu kubariki ndoa yake? Nimeipokea vizuri. Una matamanio yapi? Ulishabariki wewe ndoa au ulishafunga ndoa? Sijafunga ndoa. Unajisikiaje sasa hii hafla ingelikuwa ni ya kwako? Najisikia vizuri sana, tena sana. Unaweza ukashangilia kidogo ili watu hata wajue kwamba umefurahi? Baada ya hapo niombe nizungumze na mama huyu hapa, naona anaendelea na majukumu yake. Nipate kumuuliza mama, kwa jina unaitwa nani? Naitwa Laurencia Bunzari. Unaitwa nani? Laurencia Bunzari. Laurencia Bunzari. Wewe Laurencia Bunzari. Safi sana. Najua Bunzari kwa lugha ya Kisukuma ni jina ambalo ni la viungo vya chakula, na ndio maana hapa unalitimizia jina lako. Ni kweli? Ni kweli. Wewe unatokea jumuiya ipi? Natokea Kanani. Na wewe unatokea Kanani? Unaonaje kumwona mama mwinjilisti leo amevaa shela? Binafsi unajisikiaje? Najisikia raha. Naona kwa nini kama umenyongonyea sana. Nyama ni ndogo au hebu sema? Nyama ni nyingi sana. Nyama ni nyingi. Ninazoendelea kuzungumza na watumishi wa Mungu waliopo hapa, kweli wanaendelea kusema wanakula, wanashiba. Niende nikazungumze na huyu bibi hapa anaendelea kunywa chai. Mayu mala yangu seba. Yes, baba. Mayu ulitanole nani? Sofia Nkuba. Angalia huko. Mayu mwenu alitanwa Sofia Nkuba. Wikwaka kinebo gani wanangi wako? Ulinala hano kubitirija. Ulinala hano kubitirija. Ulinala hano kubitirija. Nalebo no mayu mwenu anaendelea kuyuka lukatu inala kubitirija. Kinahabu kikurobako awa yikwebo ni harusia na mhalande kimwene okubariki ndoa. Na inatali kata solo yana yakwanje kuibona. Oli kwa kinehelo lelo mayu. Nala hano ne kwingo nala hampani haha. Sawa sawa. Utorira kwimera wochayeka kitoko ili abantu bamanenga nore nabo yegi. Haya, ubarikiwe sana. Asante sana. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Nyie muendelee sasa na kula. Tunatamani kuona yale ambayo washirika wa mahali hapa wakiyazungumza juu ya hafla hii ya mtumishi wa Mungu. Bwana awabariki sana. Mlilelewa na wazazi, sasa mmekuwa, ndio maana mmeamua kuanza maisha yenu. Mmeacha baba na mama kuwa mwili mmoja. Ndoa yenu ni takatifu, mtu asiwatenge. Bila shaka mmejifunza mambo mbalimbali, japokuwa mmepitia vipindi tofauti. Katika yote hayo mshukuruni Mungu. Katika yote hayo mshukuruni Mungu, kwa kuwa amewafikisha hapa mlipo. Kwa kuwa amewafikisha hapa mlipo. Safari yenu ya ndoa mmeanza kwa imani, ndio maana mwategemea matokeo mazuri yale mtakayotatua. Mshukuruni Mungu yatakayowashinda. Mlieni pamoja imani yenu yote, iwekeni kwa Mungu, msiweke kwenye vitu. Shetani asiteona akifika
kama nipeleke ndani. Hata hivi hamna sasa. Si hivi sasa.
nitangaze neno lako, walionidharau waone ukuu wako. I close my eyes and reflections every night. My God, I close my eyes. Na neno letu la leo, Bwana Yesu asifiwe. Na baada sasa ya kusoma somo hilo la pili, watu wote tutasimama na tutaongozwa na mtu mmoja kwa ajili ya wimbo wa kuvuta, kwa maana wimbo wa kuabudu. Na baada ya kusikia wimbo huo, nitamkaribisha mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa Ruben Nduru. Utakaribia mbele, utaomba kwa ajili ya kumweka mikononi mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la pili nasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidiwa jina lake takatifu. Mstari wa pili, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhila zake zote. Mstari wa tatu, hakusamehe maovu yako yote, hakuponye magonjwa yako yote. Mstari wa nne, aukomboe uhai wako na kaburi, akutie taji ya fadhila na rehema. Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Ninaitwa Daudi Zenzeregwa. Naitwa Daudi Zenzeregwa. Ninatumika katika chuo cha Biblia cha Majahida Bible College. Mimi ni mwalimu kwa sasa katika chuo hicho na mkuu wa chuo pale. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunipatia nafasi kwa siku ya leo, ili kwamba nipate kusimama mbele za Mungu na mbele zenu wateule wa Bwana. Binafsi kwa kweli, ungeniuliza wiki mbili zilizopita nisingekupa jawabu leo nitakuwa hapa, lakini Mungu alijua kwamba nitakuwa hapa, na ndio maana amenipa kibali. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu aliyenipa kibali, lakini pia namshukuru hata mwinjilisti pamoja na mchungaji walioona vema kwamba nipate zamu hii kwa leo ya kusimama. Nilipotoka nyumbani, mke wangu amewasalimia sana. Pokeeni salamu hizo. Amina. Na baadhi ya walimu pale na wenyewe wakanipa salamu zao. Kwa hiyo naomba mpokee salamu za wana Majahida. Amina. Amina. Nimeambiwa ni wakati wa neno, na mimi ninakubali kwamba ni wakati wa neno, na kwa sababu wakati wa neno ni wakati wa kula, ni wakati wa kula. Sasa
Ukiona hamu ya chakula inapotea, ukiwa unapoteza hamu ya chakula katika afya ya mwili wako, unajua kwamba mwili una tatizo, si ndio? Maana yake kwamba yani umekaa muda siku nzima hujala, lakini hauna hamu ya kula, unajua kuna tatizo. Sasa basi nikusi uwe na hamu ya neno la Mungu sasa, maana ni chakula cha roho zetu. Ukipoteza hamu ya neno la Mungu, basi kuna tatizo la kiroho. Twende katika Biblia, kitabu cha Zaburi. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Bwana Yesu asifiwe tena. Tusimame tuimbe wimbo namba 30, ubeti wa kwanza na wa pili. Mwimbishaji utatuongoza. Karibu sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu wote katika mchana huu, tukikushukuru kwa ajili ya wingi wa rehema zako na kwa upendo wako, kwamba ulituumba kwa mapenzi yako ili tufurahie maisha uliotupa. Na siku hii ya leo ni siku ya pekee sana. Tumekuwa katika ibada maalum ya kukuabudu wewe, na sasa tunaingia tena katika ibada nyingine kwa ajili ya ndoa, kubariki ndoa ya watumishi wako. Hivyo Baba mtakatifu, tunapenda kukuita na kukuomba kwa neema yako, ukubali kuwa pamoja nasi, ukubali kutuongoza. Ibada hii ukaitakabali, na kila mmoja aliyepo mahali hapa Bwana akakuone wewe na kushangilia wokovu wako. Twakushukuru Baba yetu, twakuinua kwa jina takatifu la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tukiri imani ya mitume tukiwa katika hali ya kusimama. Tunamwamini Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria,
wakati huu sasa bwana harusi na rafiki yake wanakwenda kuingia kanisani. Sasa kadiri ile ambayo umejiandaa, sinifundi mitambo, ni kwaya, basi niombe kwamba wasimame na wawe tayari kuingia kanisani. Mitambo, tafadhali karibu upate kumleta rafiki yake na bibi harusi aingie kanisani. Nzuri kabisa ambayo inafanana vizuri.
Waefeso sura ile ya 5. Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 22. Waefeso sura ile ya 5, alipenda kanisa akajitoa kwa ajili ya kila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Ili ya kushuhudia ndoa ya wapendwa wetu Mashimba pamoja na mke wake ikibarikiwa hapa kanisani, ninapenda kusema nanyi kwa maneno machache. Kuna wajibu ama kuna nyajibu, kwanza kwa mwanamke ama kwa mke, lakini pili kwa mume. Nianza na kuzungumza kuhusu mke, kwamba mke anapaswa kufanya nini kwa mume. Miili ya watakatifu waliookolewa hata milele, wao ndio eklezia yake takatifu. Kwa hiyo ndoa ni takatifu sana na ni jambo kubwa, wala haifai mtu kuingia ovyo ovyo kwa kutimiza tamaa ya mwili tu, bali tuingie katika ndoa kwa upendo, kwa kujilinda wenyewe, kwa utakatifu na kwa kumcha Bwana Mungu. Hivyo hivi sasa, ndugu wapendwa, tumekusanyika mbele ya Mungu na machoni pa watu wake ili kubariki ndoa takatifu ya watu hawa wawili. Hivyo ninapenda kuambia ninyi wawili na wote mnaonisikiliza ya kuwa yapasa mwelewe kwamba anayefunga ndoa ovyo ovyo katika amri ya Mungu bado haijafundishwa na Mungu. Ndoa yao siyo ya haki na halali machoni pa Mungu. Bali pendo aendelee kuwa mke wako kweli, utaendelea kukaa naye katika ndoa takatifu kama Bwana alivyoagiza. Utampenda na kumfariji, kumheshimu na kumlinda, hata katika ugonjwa au uzima, katika shida au raha. Tena utakaa naye peke yake siku zote za maisha yenu. Ndiyo, nakubali, itakuwa hivyo. Vigeregere na miruzi mingi. Wewe Pendo, unakubali Amosi kuwa mume wako kweli? Endelee kuwa mume wako kweli? Utampenda na kumfariji, kumheshimu na kumlinda, hata katika ugonjwa au uzima. Tena utakaa naye peke yake siku zote za maisha yenu. Ndiyo, nakubali na hiyo hivyo. Vigeregere vingi na makofi. Ninyi Amosi na Pendo, mna kitu gani kama ishara ya kubarikiwa ndoa yenu? Hizo ni pete ambazo ni ishara ya kubarikiwa kwa ndoa yao. Mimi Amosi ninakuvika wewe Pendo pete hii. Ninakuvika wewe Pendo pete hii kama ishara ya upendo wangu kwako. Kama ishara ya upendo kwangu kwako. Kama ishara ya upendo wangu kwako. Kama ishara ya upendo kwangu kwako. Natamka wazi kwamba. Natamka wazi kwamba wewe utaendelea kuwa mke wangu kweli. Wewe utaendelea kuwa mke wangu kweli. Nitakupenda. Nitakupenda na kukulinda. Na kukulinda.
mpaka kifo kitakapotutenganisha, mpaka kifo kitakapotutenganisha, kama amri ya Mungu ilivyo, kama amri ya Mungu ilivyo. Na katika hayo yote, na katika hayo yote, ninakupa kiapo changu, ninakupa kiapo changu. Vigeregere. Mimi Pendo, ninapokea kutoka kwako wewe Amosi, ninapokea kutoka kwako wewe Amosi pete hii kama ishara ya kuonesha kuwa nimekubali wewe uendelee kuwa mume wangu kweli. Nimekubali kuendelea wewe kuwa mume wangu kweli. Nitakutii na kukupenda mpaka kifo kitakapotutenganisha, kama amri ya Mungu ilivyo. Na katika hayo yote, ninakupa kiapo changu. Bwana Mungu muumba na mlinzi wa watu wote, Mungu mpaji wa mibaraka mioyoni, muumba wa uzima wa milele, wabariki hawa wawili Amosi na Pendo kama vile ulivyowabariki Isaka na Rebeka wakaishi kwa uaminifu. Hivyo hawa nao washike maneno ya viapo vyao walivyovitoa mbele yako siku ya leo. Mungu, katika rehema zako na upendo wako, uwalinde hao wawili maishani mwao, wapate kutimiza ahadi zao katika utukufu wako, wakutumikie wewe katika haki na utakatifu wa kweli. Twaomba haya katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amina. Sasa unaweza kupiga magoti, mito iletwe. Hao Mungu aliwaunganisha, mwanadamu asiwatenganishe. Vigeregere vingi wa Pendo wamekubali kuendelea kuishi katika ndoa takatifu, nao wamekwisha kutoa viapo vyao mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu. Imebarikiwa na Mungu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tuombe. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Tupige makofi mengi na vigeregere wakati ambapo maharusi wetu sasa wako tayari kugeuka na kuutazama mkutano.
Unatuwazia yaliyo mema
Sakarati agenda, zili agenda. Kwanza namshukuru Mungu aliyenipoza machungu na maneno ya walimwengu. Kweli Mungu sio mzungu, hafitinishi na majungu, hakuninyima langu fungu. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Nasema hamujaona bado. Mawazo ya Mungu ni fumbo. Remember. Akili za Mungu ni fumbo. Remember. Wachawi ongezeni bando, wapigieni wa kipondo, wabadilisha na mitindo, sio kila siku kuruka na umbo. Mpigieni na mabondo, akome kuroka na mafundo. Neno la Mungu ni nyundo, sio kama gazeti la Shikongo. Yeye hachungiziki, ni mwamba hatikisiki, wala hapendi kiki, anapenda sifa na muziki. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. 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 Sakarati agenda, zili agenda. Sakarati agenda, zili agenda. Never no. Adui zangu hawanipati ngo, maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba sirio, adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter, it is better. I am a fighter, it is better. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu, nitangangana ngangana. Simama kwenye nguzo hii. Alafu mwingine yuko wapi? Dadake na Masimba. Tuokoe muda hapa, nataka nifanye mambo. Tuokoe muda. Mimi ongeza ulula teo unakaa haraka haraka. Haya. Kazi yenu kufungua, mimi sina nguvu. Fungua kirolo ingia. Huyo kama haya. Weka. Choma la bagikia la. Imaka mlebi vya bingwe kema batunzi. Studio waidize. Wow. Awisa bana. Ikiwa vya leo mdomo. Studio naomba peleka ukakae. Hapa hivi.
Wakae watu wa Mungu. Hebu niona kwa watu wa Mungu chapuchapu tuokoe muda. Jeturudi hapo sasa. Weka hapo. Basi hao ni wakulima waliotuletea heshima kwenye familia hii. Ule ukutawala mwana kuwatambulisha kaka zangu Kazalo pamoja na Joeli mahali walipo wasimame wapunge mikono. Asante, hao ni kaka zake Mapendo. Asante. Sawa, endelea. Napenda kumtambulisha mtoto wangu. Abange bate. Watoto sogea punga mkono mahali ulipo. Watoto wapendo. Wapungieni mkono watumishi wa Mungu. Amina. Nabii mwao kuilima. Yaani wale watoto mkono. Asante. Upande huu Bwana Yesu asifiwe. Na furaha kuwatambulisha na kusema karibuni walikuwa wote, Wakristo wote na ndugu na majirani wote wa Nkalo, karibuni sana. Napenda kumtambulisha mtu wangu wa kwanza kabisa wa karibu ambaye kwa lugha ya leo nasema ni bebi wangu. Wapungee mikono bebi wangu. Sherehe safi. Baada ya kumtambulisha bebi wangu, nimtambulishe mtu wa muhimu ambaye alifanya, akatengeneza, akaleta. Leo kwangu nimtambulishe ni wa muhimu. Nimtambulishe mzazi wangu aliyenizaa mimi. Punga mkono mzazi wangu au ulipo. Amina. Naenda kuwatambulisha watoto wangu wote, wa kike na wa kiume. Wakulima wao ni watoto nyumbani kwangu. Wote mpunge mkono wale mlipo. Tena benga. Asante sana. Na benga binge sana. Mimi na kantola faini. Malizia. Napenda kuwatambulisha kanisa langu. Mahali ambako nimewalea kiimani. Tangu Ukristo wangu nimeuanzisha. Kanisa la AICT Milambi. Pungeni mkono watumishi wa Bwana. Napenda kuwatambulisha wanao miaka yote AICT Milambi. Pungeni mikono. Lakini siwezi kumsahau kiongozi wangu mkubwa wa kanisa, pasweti yetu ya Rasa Chineli, katibu wetu wa pasweti ni mkulima wangu, baba katibu wangu, punga mkono. Pungeni mikono. Penda kuwatambulisha Wakristo wote wa kanisa la Kalalo kwa upendo wao na uwezo wao na furaha zao zote. Leo ni siku yangu maalum ya kunipokea. Pungieni mikono watumishi wa Bwana. Nitakuwa mtu wa maajabu. Leo tangu asubuhi, huyu bwana, huyu bibi, huyu binti anaitwa daktari wa urembo alivyompamba mke wangu mahali alipo, apunge mkono. Hata kama ametoka mke wangu amependeza. Bwana Yesu asifiwe. MC asante sana. Asante. Naomba sasa studio hapo nayo Oluwita Kirima amekuja kujisacrifice. Baba kama kachari mjikashe Kuyarasiza. Opera. Bebo watu kubane. Bali beba kwa nani na nani? Na watu jiwali beba kwa. Huku kumili kumi.
jangwani hapana makazi, jangwani staye jangwani, wakati hakuna mtu wa kusaidia, na mshauri staye jangwani, wakati hakuna mtu wa kusaidia. Wakati ya soke utakuwa pia Siku mwenye mamlaka kisimama, simama, utakuta wewe. siku mwenye mamlaka Kisimama, simama, utakuta wewe. Wakati ya soke utakuwa pia, wakati ya soke utakuwa wewe, wakati ya soke utakuwa ndugu yangu, wakati ya soke utakuwa wewe. siku mwenye mamlaka Kisimama, utakuta wewe. Siku mwenye mamlaka kisimama, utakuta wewe. Wakati ya soke utakuwa wewe, wakati ya soke utakuwa wewe. karibu
nguvu ili tukae kupigana na taifa la Mungu. Niombe sasa mkamate hicho kisu wote wawili. Mtajua mtakavyofanya. Niombe mnyanyue kwenda juu. Wakati huo nikitoa maelezo haya, nikisema shusha, shusha pole pole. Shusha. Shusha. Mashimba usiwe na haraka. Shusha. 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 Endo. Yehaka, yehaka. Niombe twende taratibu. Katika Yesu ni mwema. Twende taratibu. Wakati nikitafakari hata kawimbo Yesu uliwapenda. Pendo na Amosi wakati keki pamoja. Huku anaendelea kukata keki. Kata! Huku anaendelea kukata keki. Safi sana. Barikiwe sana. Niombe weka migao mitatu. Hizo plate ziko ngapi? Naomba kata kipande cha kwanza. Ketulile pamoja na nani sogeni hapa niwape maelekezo. Kwa heshima na tazima, katupe kile kipande mmoja asogee hapa. Nikupe maelekezo. Bwana anavyotupenda. Piga mziki huo taratibu. Tunaangalia tunaanza kutafuta upendo. Sogea taratibu. Na wewe nenda kachukua usogee hapa. Simama hapa. Tunapata tafakari wakati wa keki. Huu ni upendo wa kipekee. Basi naomba kata kipande kinachoii. Usiniangushe basi kama hicho. Hicho bado. Mpatie huyo mama. Tunataka tufanye kitendo kizuri. Naomba wakulima. Kweli fataka. Sogea hapa. Ninajua nyinyi kwenye 20,000 ukitoa shilingi 5,000 inabaki ngapi? Inabaki ngapi? 15. Okay, sawa. Mlipendwa na Mashimba. Naomba hiyo keki kwa gharama ya shilingi 15,000. Tembea dada pale. Ninajua nyinyi ni watu wazuri. Mlileta heshima. Mkampa mali Mashimba. Kabisa 30,000 hapo twende. Hawa ni wakulima. Naomba kwa nidhamu na taazima nimewasimamisha muone wakulima wenu. Kwa heshima zao na wapa. Piga muziki taratibu. Watu wanabubujika. Wao. Tembea. Wao. Sikiliza, tuliza kidogo.
kidogo mziki. Naomba safi mashimba ulangile na tumetoa faini. Haya peleka hawa kita cha wanamke wako peleka. Janga na mambo wewe sijakwambia wewe unakula. Wacha kwanza wacha hapa. Haya wow. Hey. Bemwe. Atwalage peleka hela hapo. Peleka pole pole. Wow. Hey. Asante sana. Gusa hapa kwenye mkono, alafu na wewe fanya kitendo kwa kaka zako. Wow. Yeah. Unaanza na mkubwa. Chukua keki. Pandisha kwa shida. Mlishike keki pande. Wow. Asante sana. Wow. Mpe mkono kakako. Asante sana. Unaweza ukaenda kukaa Nuruzwane Nkoti. Wow, unamlisha dada yako kwa shingapi? Kanda mfukoni kaka. Wow. Wow. Kamzikia ka Pendo anamlisha kwa shilingi 5,000. Pende wow. Mpe mkono kaka. Mama yangu paka na yetawishi. Wow. Huyo ni dada anamlisha keki kwa shingapi? Anasema piga magoti wakati unamnyosha keki. Mama yangu wewe na kila kwanza dada usingekuwa wewe mashimba asingempata dada wow dada 5,000 mlishe keki. Sasa subiri dada umekuja na watoto wako hawawezi wakamwacha moyo. Wawangusha, yani mimi nakubujika wewe. Asante sana. Kunde kola kangi kono. Mashimba tujaka wale katuntu hapo toka haya kwa kungikoro tujakelelo wow haya ayanga wow 5 tujaka mashimba wala wow matukio kama haya yanatia raha. Asante sana, mpe mkono kaka yako.
Jamani kwa muda hapo. Chap kwenda. Studio. Na mali ni rampe kabinaka. Leo watali. Naomba nilonene. Kuna kidogo. Wakala ni. Nani msemaji? Naomba maiki nyingine hapo. Chapu maiki nyingine kidogo. Twende. Studio. Na mani nini rampi? Sherehe safi. Sherehe safi. Safi. Sherehe safi. Kwanza. Naomba MC uniwie radhi kidogo tu. Samahani baba. Mtumishi Amos ni mwana kikundi wa Nzengo Mirambi. Na huwa tunatembea naye. Yuko Nkalao lakini ikifika wakati wa kikundi huwa tuko pamoja naye. Na hapa tulipo hatuna maneno. Maneno ni pesa. Maneno kidogo, pesa nyingi. Haya, tupe mziki fundi mitambo. Wow! Nisiwe na maneno mengi wakati ni mingi. Kumi ya tatu. Oh, kidogo. Shaka wabi makaya. Mirambe gete haya. Wamukashosha kama makaya. Mirambe gete. Abantu kashosha kama makaya. Studio twende. Haya tupeleke. Haya mwasimu. Abise tola ngwa mayo kumo. Obisa bamwati negishire sasa uko fata. Wewe uri hatokita kasakara. Baba nzuku. Abantu benaba ikina manire. Kekebi ngomtha aba abingaba refu batene mihayo. Zubilu mpuliana. Abangin urung kaca. Chabo sama ni waha. Ayo. Tunataka tuondoke kwa mziki. Subiri wewe. Watupeleke kwa mziki. Sasa ruruki hiki. Alifunyaka shihumbi. Ulema no kubela la hala mbenki maobisori wa wisa kwa batitapye. Ayo. Jaka mmenta. Utende mihayo ya namani hapo. Utende mihayo. Studio. Guarda.
karibu sana kwa ajili ya utoaji. Karibu sana, Mungu akubariki. Mdogo wake natulia Kisoni. Kama unaweza kusema sema neno. Mimi ni mgeni mwalikwa. Safi sana. Nilipewa kadi na familia ya kakaangu. Sawa. Injilisti. Yes. Kwa hiyo nimeona ni vema nishiriki. Sawa. Naomba nitoe zawadi yangu ili niende kwa majukumu mengine. Mungu akubariki sana. Ninajua nyinyi abingwa kuba wilaya imihayo migeru. Ule abingwa mukafanya kaya 5,000 kimukanditaka 10 na 20. Ule Amerika hapo na hapo hela 10. Takene imihayo. Ulomo na mundo wisa ne harashikikolaga. Wageni waliko. Hapo chele. Haya, niombe tupige round. Sitakuwa ni vizuri. Piga round studio tende. Studio. Na yuko na kekea. Hamala kakakunja kuanike. Akanike kenda kakadina heshima. 5,000. Emwe itakileki. Utoriwe. Wogo pande kakae nakashiombe. Studio naka. Studio. Nare mana hona kala la ka tuti changa nyango chene. Tijage na malona abingo moma nira. Kumi bakosha na mara. Bakosha mwenye kuna mara tende. Bakosha. Studio. Amamuke ya bantu bayo manisha bayo jari komi. Na mara. Bakosha gete. Kala lweye. Shitano hayo mpaka na mala unaina kofia. Wow, Mashimba usiwa na wivu shibere toho. Wow, mpaka Headmaster kwa chekeni. Wow, kila 10 akosha. Yeah, give me mikono. Welcome Kalalo Village, welcome Kalalo Village, welcome Kalalo Village, welcome Kalalo Village. Karibu wewe ndiria. Haya, naomba wapeleke studio. Wapeleke taratibu. Kidogo. Wanazunguka. Mkapata chakula. Pita hapo mkapata chakula. Wapatieni vinywaji. Haya, chaki mkika shefa kweli mabare hayo watachaga. Tena Mashimba mwana kama yokade mpelekeni mpeni ushirikiano huyu mama akale studio tunakawa na milambe tende. Studio, naomba tuende kwenye akala. Tunaona tuko kwa ajili ya kazi moja. Sisi ni watu wa Mungu na ninyi ni watu wa Mungu. Mashimba tunamsomesha chini ya uratibu wangu. Ameenda shule, amemaliza, tukiwa tunamlikia karo kama pastoreti. Lakini matunda yake sisi hatujayavuna sana.
watu wa Nkalalo ndio mnaokuja kufaidi matunda yake. Niwaombe, tunakabidhi mtu anayestahili, anayefaa, mtumie. Ninajua mkimtumia ni lazima mtatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mpaka ni mzuri ni roho, ni mzuri ni ushauri, na tuseme tu ni mzuri katika mambo yote. Mpaka niwaombe sana watu wa Nkalalo, mtumieni, na ninyi inajua atawatoa sehemu mlipo kuwapeleka sehemu nyingine, hasa kwenye swala la kukua kiroho. Amina. Walipo na sababu za kushauriana, mshirikisheni, mshauri yeye awashauri. Tumefika kwa ajili ya kumpongeza kuingia kwenye kazi hii ya utumishi. Tunajua tutakachokitoa si kwamba kinaweza kikawa kingi sana au kidogo sana. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Kidogo anaweza akakifanya kikawa kingi, na kingi akakifanya kikawa kidogo, kwa sababu pengine hujasimama sawasawa kwenye msingi wa neno la Mungu. Nikuombe tu usika wa fedha ukaribie ili tuweze kutoa. Mtu wa Bundilia, mimi ukoo wangu uko maeneo haya. Ukifika kule ulizia tu ukoo kwa Jeremia au kwa Mwandelia. Okay. Sikiake mayo mhinda 10 ya kwanza, 10 ya pili, 10 ya tatu. Sikiake mayo 10 ya 4, 10 ya 5, 10 ya 6, 10 ya 7, 10 ya 8, 10 ya 9, 100,000. Tulia kwanza, tulichela moyo leo. Niseme kidogo. Sema. Mimi kwa sababu ni mratibu wa Pasoleti. Kokote ninakotembea huwa ninaenda na mambo ya kimungu. Niwashukuru wanakwaya wa hapa. Lakini nitarudi rasmi kuja kuhakiki, maana wanakwaya walio wengi wa matukio. Na mimi ni mtendaji ninayeaminika. Ipo siku moja Mungu akifungua neema tutakutana wote kwenye Pasoleti. Anankalalo Jackie Muntwe. Anankalalo Jackie Muntwe. DJ tukwite lelo moyo. Kesho ni Mungu. Natwala ke bale vitelo moyo bale kalia. Wapeleke wakati. Kanisa. Yana kanisa wa Nkalalo. Kanisa la Nkalalo ingia. Moyo
wametupa matunda mema. Sawa. Na sisi tumepokea matunda mema. Ndio. Lakini tukawaambia Bwana ana makusudi. Sawa. Pale ambapo palikuwa hapajaa, sasa sisi tuweke mnofu. Tumeweka mnofu. Ndio. Kwa ajili ya ndoa yao. Tumshangilie Bwana. Ya. Weka. Studio. Bimwe, mwabona. Bwana Yesu asifiwe. Kocheka. Achayeko kati wimwene. Kongo kati utopiga kwisero moyo. Nabona ka style ya. Yo. Sherehe safi. Mnaniboa. Sherehe safi. Mmeita kwanza. Karibu kwa ajili ya utoaji. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hili ni kanisa. Lazima tuseme kule waliko Mtwa Mashimba. Ndio. Kwanza tunawakaribisha, karibuni sana Nkalalo. Tusiwe wachoyo wa fadhila kuambia karibuni Nkalalo. Mtaondoka hamna jibu kwamba tukakaribishwa Nurundu. Karibuni sana. Tutaishi nanyi ndani ya mwezi mzima. Yo. Bwana. Emwe, obalangu utanwa wiki bana midapoko tabia. Yo. Wishere kwa moyo na tunya katibu wa Wasinya. Kama Mashimba aliwahi kumpiga mke wake, Mungu amsamehe. Mimi nina imani hajamkwaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtumishi Mashimba tunayo magunia mawili ya mpunga yamo hekaruni pamoja na madebe mawili ya mpunga. Tumshangilie Bwana. Magunia mawili ya nini? Magunia mawili ya mpunga na madebe mawili ya mpunga ili Mashimba akipata wageni asiende sokoni. Yo. Ni mashineni na nyumbani. Kuisera kwa moyo kitoko. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunao, maana alisema yeye alikuwa ni mkurugenzi wa mialo 6. Kwa hiyo tukaona kwamba samaki aende na nafaka. Tunayo madebe 3 ya udaga. Yo. Kusera kwa moyo. Pia kwenye ule udaga tukasema tuwekemo na kauzito kidogo. Tunayo vipo vitini viwili vya mahindi. Sawa. Na vipo vitini viwili vya mchembe. Sawa. Hizo zote ni nafaka. Sawa. Kwa hiyo sasa habari zingine na hama na mwachia mwasibu. Witeru moyo. Nini lekiteke karatasi. Nini mpango mpaka ntondo naliho. Nakushihadiri wa MC. Kale mwana umwe karatasi. Asante sana. Mwasibu. Twende. Studio. Tujagale ngasibu. Lazima kuiterwe mwasibu nzogo. Tujage mumenda. 10 ya kwanza. Tegereka gaturi uche tuko kubitela. Ule amlecherero. 20. Wewe utarona kawaleti. Hangu turona nanzikekeko.
20 30 na umani na utotoreka kuiterera 30 40 50 60 60 70 80 akosala mwei 90 laki moja kuisema moyo bebe bando babina soko ngasibu akalaka ore na mino ka pende ken keum kapa tujaji tuna laki moja na 10 na 20 na 30. Sasa unatolea kuisero moyo toreke laki 5 ama lengo akawiza studio baba hekima yako ni wanaka mmefanya kazi kubwa studio nakala kuisero moyo studio baba natitobiza ndeke na loyo mpishe kikoko endele kulimchingaji ya hamalulu olo takamea ene kwengahe ishelo moyo studio ngoba tokobane namanire panja kutora nzunguko soge hapa kidogo kuna kitu hapa nataka tufanye mashimba zogwa wewe sikiliza Ito yan nililolera hadi safi simama hapa abimwe bisonjo mukatulia kwanza kuisera moyo tora nzungu studio sasa na wewe kitu ukiwa tena maana sawa sikiliza unatore zunguka ukifika hapa unatoa unatazama wapi unapita unaangaliwa video inachukuliwa vizuri studio alinanti chakahante nantu mpangandi kichocho haya mayu walaka
Mwasibu njoo. Wewe huyo katibu. Abiri moyo wao. Subiri mwasibu. Chapu chapu. Nipeni hesabu ulikolise ile moyo. Tukale hai mvuka pia. Usera kwa moyo yoka ya tano. Panda chakao. Hey. Usera kwa moyo. Studio na mali la hoshi kikaragera. Tuchake hapo. Hei, na mule mpuro na kamalali keki. Nene na mali la keki. Pika huwa kalakaza paka uoni kabya. Uko wana meren tololoku. Yeah, hey. Paka nane nalike memecha. Hey. Ngati mwana bushia ba MC na mulike memecha. Leta mziki. Studio. Hey, baby. Shashiku. Oyo kukuchemba te. Biashara ya kwa bejaga. Nawawile. Huyu mama alikuwa na duka Geita la madini. Alikuwa anauza. Ashino wewe umani lolo te. Hapo yomba katoke tena tuzokera nini? Kota. Ali lolo. Ngana. Tujage mayo. Wewe chane sasa shishire ukamale mpaka sana. Hey. Toma se atakajero.